inachongwa, lakini inatolewa kwa kwale. Kuna wale wajenzi ama watu ambao wanafanya kazi kwa kwale, wakiingia mahali pale wanakuta jiwe kubwa sana mahali pale kwa kwale. Sasa kuna venye wanatengeneza ili waweze kutoa hiyo mawe kidogo kidogo, wanaichonga, inatoka mawe kidogo kidogo ambayo itatumika katika ujenzi. Kwa hivyo sisi hata nasi tunafananishwa na yale mawe, tumechonga na tumetolewa kwa kwale fulani ambayo tutakuja kujua. Na sasa hapo ndipo tunaambiwa tusisahau na mwamba tuliotolewa kwa kuchongwa. Wapendwa, tumechongwa kutoka kwa mwamba, na kwa hivyo tusisahau mahali ambapo tumechongwa. Mstari wa 2 inasema nini? Muangalieni Ibrahimu baba yenu. Sasa neno la Bwana limeanza kutupeleka ili tujue sisi tumetoka kwa mwamba gani, sisi tumechongwa kutoka kwa mwamba gani. Wakati neno linatuambia muangalieni Ibrahimu ambaye ni baba yenu, baba yetu Ibrahimu ambaye ni baba wa imani, ambaye sasa sisi tuwafuata nyayo kwa sababu sisi ni watu wa imani, na yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa imani. Sasa tunaambiwa tumuangalie Ibrahimu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu na alimuita, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Ati tuangalie baba wa imani ambaye ni Ibrahimu, na pia Sara mama yenu. Na neno la Bwana linaendelea kusema, nilipomuita Ibrahimu alikuwa peke yake tu, lakini nikambariki. Tazama sasa sisi wote tunahesabiwa kuwa katika ukoo wa Ibrahimu na Sarai. Sisi wote ambao tumemwamini Bwana tunahesabiwa kuwa wa ukoo wa Ibrahimu na Sara. Na pia neno la Bwana linasema ya kwamba imani yetu imejengwa katika msingi wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye mwamba. Sisi tumechongwa kutoka mahali pale, na imani yetu imetoka kwa Yesu Kristo ambaye tumejengwa katika msingi wake. Yeye ndiye mwamba ulio imara na ambao hauwezi ukatingizika. Huo mwamba hauwezi ukatingizika. Na kwa hivyo, kwa sababu tumejengeka juu ya ule mwamba ambao ni Yesu Kristo, wapendwa, hatuwezi tukatingizika. Napenda tuweze kusomewa katika Petero wa kwanza. Petero wa kwanza 2 mstari wa 5 tafadhali. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 2 mstari wa 5, ambaye amepata aweze kutusomea. Tasoma Petro wa kwanza 2 na mstari wa 5. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mnajengwa kuwa nyumba ya kiroho, ili mpate kuwa ukuhani mtakatifu, mkitoa dhabihu za kiroho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaendelea kujua ya kwamba pia sisi ni miamba ambayo imejengwa na imechongwa kutoka kwa mwamba fulani. Tazama sasa hapa neno la Bwana katika mahali ambapo tumesomewa ya kwamba ninyi nanyi ni akina nani wanaambiwa? Ni sisi siku ya leo ambaye Bwana ametumana kwa ajili yetu, na akatumana na hili neno. Sisi ndio tunanenewa na maandiko siku ya leo ya kwamba ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Kwa hivyo pia sisi ni mawe yaliyo uhai, na tumejengwa na tumechongwa kutoka kwa mwamba. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo uhai. Kumbe sisi ni mawe yaliyo uhai na tumechongwa, tumetengenezwa kutoka kwa mwamba. Inaendelea kusema nini?
mmejengwa muwe nyumba ya roho. Kwa hivyo tunatengenezwa ili tuwe nyumba ya roho. Tutakuwa nyumba ya roho namna gani? Ujenzi huu ambao ni wa kanisa hili, sio huu ambao unatengeneza nyumba ya roho. Maana hii nyumba bila sisi, hii haiwezi kuwa nyumba ya roho. Haya ni mabati tu na mawe, hayawezi kuwa nyumba ya roho. Lakini sisi kama sisi ndiyo jiwe lililo uhai, sisi ndiyo mawe yaliyo uhai, basi sisi ndiyo tutakao tengeneza hiyo nyumba ambayo neno la Bwana linasema nyumba ya roho. Watu wakiingia mahali hapa wanasikia kuna roho ndani, lakini bila nyinyi kuwe na viti peke yake, watu wakiingia hawatasikia roho, maana roho huishi ndani mwetu katika jina la Kristo Yesu. Na inaendelea kusema nini? Na pia ukuhani mtakatifu. Sisi ndio tumebeba ukuhani mtakatifu. Mtoe dhabihu za roho. Bila sisi wapendwa au kanisa la Bwana, nani yaweza kutoa dhabihu za roho? Nimeona imefika wakati tukaambiwa zote, njooni tuweze kutoa dhabihu zetu mbele za Bwana. Kama sisi hatungekuwemo, basi hiyo dhabihu ingefanyika namna gani? Nani huyu ambaye angetoa hizo dhabihu? Tunaambiwa tutoe dhabihu za roho, basi haziwezi fanyika bila mimi na wewe. Sisi ndiyo jiwe lililo uhai. Sisi ndiyo kama mawe yaliyo uhai, na sisi ndiyo tutatengeneza kanisa, tutatengeneza nyumba ya roho, na pia tuweze kutoa dhabihu za kiroho kama vile ambavyo tumefanya. Na hata wakati tunaomba, tunasifu, tunaimba, tunatoa dhabihu zingine tunazitoa ni za roho. Bali bila sisi nyumba peke yake haiwezi ikatoa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hapo ninataka tukumbuke jinsi ambavyo tuliambiwa ya kwamba sisi tumechongwa kutoka kwa mwamba, na sasa neno la Bwana limeweza kuonyesha hivyo ya kwamba sisi ni mawe yaliyo uhai. Sisi ndiyo tunatengeneza hekalo la Bwana. Sisi ndiyo tunatengeneza nyumba ya roho. Sisi ndiyo tunatoa dhabihu ambazo ni za roho, zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Hizo dhabihu tukisha zitoa, zinakubaliwa na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na basi kama sisi hatungekuwemo, nyumba hii siku ya leo hakungetolewa dhabihu. Mimi na wewe hatungeingia, basi hii nyumba hakungekuwa na dhabihu ambazo zimetolewa, kwa sababu sisi ndiyo mawe yaliyo uhai, na sisi ndiyo tunatengeneza nyumba ya roho. Sisi ndiyo tunaweza kutoa dhabihu ambazo ni za roho, zinakubaliwa na Mungu wetu katika jina la Kristo Yesu. Tupigie Mungu wetu makofi kwa sababu umetoa dhabihu pamoja nami, na tumejua ya kwamba bila sisi dhabihu haingetolewa siku ya leo. Tumejua ya kwamba bila sisi hii nyumba haiwezi kuwa complete, hii nyumba haiwezi kamilika bila mimi na wewe, kwa sababu sisi ndiyo mawe yaliyo uhai. Sisi ndiyo tunafanya hii nyumba kuwa na uhai. Watu wanapoingia wanakuta kuna uhai mahali hapa. Walio wagonjwa wakiingia wanaponywa kwa sababu hapa kuna uhai. Walio inama mioyo wakiingia wanainuliwa kwa sababu hii nyumba iko na uhai. Neno ambalo tunalinena linakuwa neno lililo na uhai kwa sababu sisi ni mawe yaliyo uhai. Tumshangilie Mungu wetu katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo amina nasikia watu wachache sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema a big amen kwa sababu haya mambo tunayonenewa sisi ndiyo tunaambiwa, na ni mambo ya kututia moyo tukijua ya kwamba sisi
ni mawe yaliyo uhai, na tumechongwa kutoka kwa mwamba, na ni mwamba ambao huwezi ukatingizika, na ni mwamba ambao huwezi ukatingizika kamwe. Sasa tulisema ya kwamba tusisahau mwamba ambao tumechongwa kutoka kwake. Tusisahau mahali ambapo tumetolewa kwa kuchongwa. Ninapenda sasa niweze kuleta mambo kadhaa ambayo yanafanya mtu kusahau. Unajua, ujumbe umekuja na njia hii: usisahau na mwamba uliotolewa kwa kuchongwa. Do not forget the rock from which you are hewn. Huo ndio ujumbe wetu siku ya leo. Ni kama ni hatarisho tunapewa, tusisahau. Sasa ni lazima tutajiuliza kitu cha kwanza: ni mambo gani haya ambayo yanaweza kutufanya tusahau? Na kwa sababu tumeambiwa kusahau, ujue ni hatari. Ukisha sahau na Mungu, ukisha sahau mahali ambapo umetolewa, na tunamaanisha huo mwamba ni Yesu Kristo. Maana Biblia inatuonyesha ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwamba ulio imara, na imani yetu imejengwa juu ya huo mwamba. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mwamba, tujue tunaongea kuhusu Yesu Kristo. Na hii sasa Biblia imesema nini? Tusisahau na mwamba tuliotolewa kwa kuchongwa. Tusisahau mahali ambapo imani yetu imetoka. Tusisahau na Yesu Kristo aliye mwamba wa imani yetu. Kwa sababu tukisha sahau, ni kumaanisha kuna hatari ambazo zinaweza tupata katika maisha yetu ya wokovu, hata katika maisha yetu ya kawaida. Ni vibaya kusahau mahali ambapo umetolewa. Ni vibaya kusahau kazi uliyofanyiwa. Wapendwa, kama tunaweza jaribu kukumbuka, kama kuna zile vyombo ambazo huchongwa kutoka kwa mawe, kabla hiyo kitu iweze kukamilika na ionekane ni kitu nzuri, ionekane ni kitu ya kupendeza, ionekane ni kitu ambacho ni cha dhamana na kitu ambacho ni cha kudumu, lazima ni kazi ngumu sana inayofanyika kwa zile vyombo. Na hivyo ndivyo ilivyo kwetu wapendwa. Kabla haujakuwa jinsi ulivyo, ni kazi umefanyiwa. Kabla haujakuwa jinsi ulivyo siku ya leo, kuna kazi imefanyika kwako. Kama haujasimama jinsi ambavyo umesimama katika imani, kuna kazi mingi sana ambayo Yesu Kristo amekufanyia, ili siku ya leo uweze kusimama kwa ushuhuda, ukisema Yesu ni Bwana, ukikiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu ni Mungu katika maisha yako. Kunayo kazi mingi sana iliyofanyika kwako. Biblia husema ya kwamba kabla hatujamwamini Mungu wetu, tulikuwa taifa ambayo ni bure. Tulikuwa kitu ambacho si cha kupendeka. Tulikuwa, hata kuna mahali nasema, tulikuwa kama filthy rags. Tulikuwa kama matambara, vitu ambazo ni matambara. Lakini kwa sababu ya kazi iliyofanyika kwa ajili ya kuchongwa, kwa ajili ya kuchaguliwa, na ukachongwa kutoka kwa mwamba, sasa wewe unaonekana ni mtu ambaye ni maridadi. Wewe ni mtu ambaye ni wa maana. Wewe ni mtu ambaye ni wa dhamana. Wewe ni mtu ambaye ni wa kudumu, kwa sababu kuna kazi imefanyika katika jina la Kristo Yesu. Hiyo kazi ya kudumu, waweza niuliza, kwa sababu tunaona ya kwamba labda mtu akiondoka ama mtu akiaga, unaweza fikiria hapo ndipo mwisho wake. Lakini ninapenda nikujulishe nini? Sisi ambao tumechongwa kutoka kwa ule mwamba, hata tukifa tutaweza kuishi tena katika jina la Yesu, kwa sababu mwisho wetu hauko mahali pale. Sisi tunadumu kwa sababu tuna maisha mengine ambayo tunatarajia kuyaishi baadaye katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba umefanyika chombo cha kudumu, kubaliana pamoja nami, maana umechongwa kutoka kwa mwamba, ni kumaanisha utadumu milele hadi utakapokutana na Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumesema tuangalie ni mambo magani haya ambayo yanaweza kufanya tusahau na mahali ambapo tumechongwa,
ama tusahau na mwamba ambao ni Yesu Kristo. Katika haya mambo kuna mambo yote mawili, aidha mambo mazuri ama mambo mabaya, yanaweza kufanya wewe usahau na mwamba uliotolewa na Yesu Kristo aliye mwamba wetu. Jambo la kwanza nikasema ya kwamba kuwa katika comfort zone. Kuwa katika comfort zone. Unajua wakati tukiwa hapa ulimwenguni, kama kuna wakati ambapo unatosheleka, unaona ya kwamba nina mali, nikihitaji nyumba niko nayo, nikitaka gari niko nayo, watoto ndio hao niko nao, nimewasomesha, chakula nikihitaji ninapata bila ukosefu, nikitaka manguo ninayapata. Katika ile comfort zone ni rahisi sana kusahau mahali ambapo umetoka. Ni rahisi sana kusahau mwamba uliotolewa ndani yake. Na kwa hivyo ni vema kujiangalia sana. Ni vema kujiangalia sana. Hata katika wakati wa shibe, usisahau mahali ambapo umetolewa. Usisahau na mwamba mahali ambapo umetolewa. Hata wakati mambo yanaonekana ni mazuri, hata wakati ambapo umebarikiwa sana, jiangalie sana ili usiweze kusahau mahali ambapo umetolewa na msingi ambao umetolewa ndani yake na kazi ambayo umefanyiwa. Hiyo ni jambo ya kwanza inayoweza kufanya wewe uweze kusahau. Na jambo ya pili pia inayoweza kufanya tuweze kusahau ni wakati wa ukosefu. Tunaita wakati wa lack, ukosefu. Ikiwa tena katika maisha yako umesukumwa na mambo ya ukosefu, wahitaji hiki unakosa, watamani hiki unakosa, mpaka chakula unakosa, mavazi unakosa, yani unajikuta ya kwamba ni wakati wa ukosefu. Zile vitu zote ambazo unahitaji ni kana kwamba unakosa. Pia katika hiyo hali ni rahisi sana kupata ya kwamba umemsahau na Mungu muumba wako, ambaye tumesema ndiye mwamba ambao tumetolewa na kuchongwa kutoka kwake. Tumechongwa kutoka kwa mwamba, na kwa hivyo ni rahisi sana uweze kusahau. Kwa hivyo ni vema kujiangalia hata katika wakati wa ukosefu. Tazama mpendwa, usisahau na mwamba uliotolewa kwa kuchongwa. Jambo la pili ni la tatu, wakati wa sickness ama maradhi. Maradhi pia ni jambo lingine ambalo linaweza kukusukuma. Ukiwa umesukumwa sana na maradhi kwa mwili wako, afya yako imedhoofika, yaweza kuwa ni jambo moja ambalo linaweza fanya ukasahau na Mungu muumba wako ama na mwamba mahali ambapo ulitolewa. Kwa hivyo hata wakati wa maradhi ni vema kukumbuka Mungu, ni vema kukumbuka wewe umetolewa, umechongwa kutoka kwa mwamba ulio imara. Na hata kana kwamba maradhi yatakuja na yataondoka, na utabaki umesimama kwa sababu umechongwa kutoka kwa mwamba ulio thabiti, mwamba ulio imara, na mwamba ambao hautatingizika. Na pia jambo lingine la nne ni ya kwamba wakati wa kifo pia huwa zinatupata. Na kwanza kama saa hizi, sijui kama umeangalia wapendwa, vifo zimekuwa nyingi. Kila siku ukisikiza kwa news, hakuna kitu ingine inaongelelewa. Ukisikia watu ambao unajua, wengine ni familia, wengine ni marafiki, watu wameenda kuenda. Ijapokuwa tunaomba Mungu aweze kutusimamishia hii mambo ya vifo katika jina la Yesu, lakini hata vile ambavyo inakuja na hata ikija, tukumbuke jambo moja: hatutasahau na Mungu wetu, hatutasahau mwamba mahali ambapo tumetolewa, mahali ambapo tumechongwa. Hatutasahau hata kana kwamba ni wakati wa kifo, hatutasahau mwamba mahali ambapo tumechongwa kutoka. Jina la Bwana lipewe sifa. Mambo mengine ambayo yanaweza fanya
uweze pia kusahau na Mungu. Wakati ambapo kuna battles ama vita ni za aina nyingi. Waweza jikuta vita mahali pako pa kazi, waweza kuta vita katika familia yako, waweza jikuta vita kwa marafiki, waweza kuta kuna vita kwa majirani. Lakini katika hali hizi zote, ninaomba usisahau mahali ambapo we umetoka. Maana msingi wako, imani yako imejengwa katika msingi ulio thabiti na msingi ulio imara, na ambao huwezi ukatingizika, katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo hata katika hayo mambo yote. Na pia kuna wakati wa distress. Distress inabeba wakati wa dhiki, inabeba wakati wa taabu, na inabeba wakati wa huzuni. Katika hizo hali zote, either iwe ni wakati wa taabu, iwe ni wakati wa huzuni, iwe ni wakati wa dhiki, mpendwa rafiki, usikubali kusahau mahali ambapo umechongwa, mahali ambapo umetolewa kwa kuchongwa, kwa sababu umechongwa kutoka kwa mwamba ulio imara. Haya yatakuta tu na yatapita, nawe utabaki ukiwa umesimama katika jina la Yesu Kristo. Na pia wakati wa ugumu, difficulties, wakati kuna uzito ama ugumu katika maisha. Kuna wakati mtu hujaribu mambo mengi, unakuta nikijaribu hii inazidikana, nikijaribu kufanya hii inakataa, unakuta kujipindua pande hii inakataa, na unajikuta katika maisha yako mambo yamekuwa magumu, mambo ni kana kwamba yamekuwa mazito. Lakini mpendwa, hata katika hali hii yote, usikubali kusahau na usisahau na Mungu wetu. Usisahau mahali ambapo umechongwa. Do not forget the rock from which you are hewn. Maana mahali pale, kutoka kwa mwamba ambayo tumetolewa kwake, kutoka kwa mwamba ambao tumechongwa, hapo ndipo kuna source ya nguvu yetu. Hapo ndipo tunapata source ya imani yetu. Hapo ndipo tunapata source ya kusimama kwetu katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo katika hizo hali zote, mpendwa, usikubali kusahau mahali ambapo umetolewa. Neno lingine ambalo linatutia moyo katika kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy 32 and verse 4. Inasema ya kwamba, wacha nisome tu kwa Kiingereza ili tusisome mengi, nitaikarimani tu. Deuteronomy 32 and verse 4 inasema ya kwamba, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Inaongelea kuhusu huu mwamba ambao sisi tumetolewa ndani yake. Inamaanisha ya kwamba yeye ni mwamba na kazi zake ni kamilifu. Na anasema ya kwamba njia zake ni za haki. Na anazidi kusema ya kwamba ni Mungu ambaye hatendi mabaya. Kwa hivyo mambo yote ambayo Mungu anatenda ni mazuri machoni pake. Kwa hivyo yeye hatendi mabaya, na anazidi kusema ya kwamba yeye ni mnyoofu na mwadilifu. Huyo ndiye tunayenena kuhusu. Huyo ndiye mwamba ambaye tunanena kuhusu, ya kwamba njia zake ni nyoofu. Yeye ni mnyoofu na mwadilifu. Yeye hatendi mabaya. Huyo ndiye tumetolewa ndani yake. Sisi tumechongwa kutoka kwa huo mwamba ambaye ni upright and just, mnyoofu na mwadilifu, katika jina la Kristo Yesu. Basi kama tumechongwa kutoka kwa mwamba kama ule, basi ni kumaanisha nini? Sisi pia tutaenenda katika njia iliyonyoofu, na tukiwa watu ambao ni waadilifu, kwa sababu tumechongwa kutoka kwa huo mwamba
ambao tumesikia kuhusu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumeambiwa na tumeendelea kusisitiziwa ya kwamba tusisahau mwamba, mahali ambapo tumetolewa katika njia ya kuchongwa. Na nilipokuwa ninaendelea katika kuandaa ujumbe huu, nikafurahishwa na maneno ya Bwana yaliyo katika kitabu cha Isaya 49 and verse 15, ambayo tunaijua sisi zote na tunaielewa vizuri. Si tumeambiwa tusisahau neno la Bwana katika Isaya 49 and verse 15 huwa inasema nini? Ya kwamba mwanamke ama mama anaweza msahau na mtoto wake wa kunyonyesha na akose kumhurumia. Biblia inajibu, inatuambia ndiyo. Hebu imagine mama na mtoto mdogo wa kunyonyesha. Biblia inasema ndiyo, anaweza sahau. Lakini inamalizia na kusema nini? Lakini mimi Mungu siwezi nikawasahau. Tupigie Mungu wetu makofi katika jina la Kristo Yesu. Can you imagine, mpendwa? Biblia inauliza, mama anaweza kumsahau na mtoto wake wa kunyonyesha, akose huruma kwa huyo mtoto? Na Biblia inajibu ndio, anaweza sahau. Lakini maneno ya kupendeza ni ya kwamba Mungu anasema hata hivyo, hata kana kwamba mama anaweza sahau, yeye Mungu hawezi akatusahau. Kwa hivyo Mungu wetu ni zaidi ya mama zetu. Mungu wetu ni zaidi ya mama anayenyonyesha. Huyu anaweza kumwachanisha mtoto wake, anaweza kumsahau mtoto wake, anaweza kukosa huruma kwa mtoto wake. Lakini huyu Mungu ambaye tumechongwa kutoka kwake, yeye hawezi akatusahau katika jina la Yesu. Kama ningelikuwa wewe, ningekuwa nimepigia Mungu wetu makofi. Huyu ambaye hawezi akanisahau, iwe ni wakati wa shida, yeye hata nisahau. Iwe ni wakati wa taabu, yeye hata nisahau. Iwe ni wakati wa usiku, yeye hata nisahau. Iwe ni wakati mgani, huyu mwamba, huyu Mungu wetu Yesu Kristo hawezi akatusahau kamwe katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu angalia jirani yako, muulize kama bado tu pamoja. Anakuambia nini? Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa sisi tumechongwa kutoka kwa mwamba, na kwa sababu tumeandalika hivyo, Biblia inazidi kutuambia nini? Katika yeye tunapata upenyo wa kuongea na Baba. Tunapata upenyo wa kuongea na Baba. Na sasa kwa sababu tumechongwa kutoka kwa ule mwamba, sisi sio wageni tena. Hebu sikiliza hii. Jina la Bwana lipewe sifa. Sisi katika ufalme wa Bwana, sisi sio wageni tena, bali sisi tunaweza itana wananchi wenzangu, fellow citizens. Tukiwa katika nyumba ya Bwana, tukiwa katika ufalme wa Bwana, tazama tumechongwa kutoka kwa mwamba mmoja. Kwa hivyo sisi sio wageni tena, sisi sasa tunaitana fellow citizens. Sisi ni wananchi wenzangu. Na kwa sababu tumetolewa mahali pamoja, hata ndio maana tunaitana ndugu na dada. Ambaye ametoka upande kama kuna mtu ambaye ametoka upande wa Masaini, mwingine Ukikuyuni, mwingine wa Uruya, tukikutana mahali hapa kwa sababu tumechongwa kutoka kwa mwamba mmoja, basi tunaitana dada na ndugu. Na hilo jambo linapendeza mbele zake Bwana katika jina la Yesu. Na inaendelea kusema nini? Ya kwamba tunafanyika watu wa nyumba moja. Tazameni wapendwa, jinsi ilivyo vizuri. Watu ambao wamechongwa kutoka kwa mwamba mmoja, sasa wakikutana mahali hapa, tunakuwa watu ambao ni wa nyumba moja, watu ambao ni wa baba mmoja, kwa sababu tumechongwa kutoka kwa mwamba mmoja katika jina la Kristo Yesu. Na inaendelea kusema nini? Kama sisi ni watu wa nyumba moja, tunaye Yesu Kristo
ambaye ndiwe jiwe kuu la msingi. Tazama vile ambavyo nilikwambia hapo mbeleni, sisi ni mawe yaliyo uhai, na nikakwambia nyumba hii, hekalo hii haiwezi kamilika bila mimi na wewe. Sisi ndiyo mawe yaliyo uhai, sisi ndiyo tunafanya nyumba hii kuwa na uhai. Na imeendelea kutuambia nini? Ya kwamba Yesu Kristo nawe anakuwa jiwe kuu la pembeni. He is the chief cornerstone. Yeye ndiye chief cornerstone. Wale ambao hujenga nyumba wanaelewa ya kwamba katika kila kona ya kila nyumba ni lazima kuwe na hiyo cornerstone, na ndiyo tunasema jiwe kuu la pembeni. Sasa sisi tukiwa mawe yaliyo uhai na Yesu Kristo akiwa ndiwe jiwe la pembeni kwa kila kona, basi nyumba hii inasimama, inakuwa nyumba thabiti, inakuwa mjengo ambao huwezi ukatingizika. Na zaidi ya yote, kanisa hili ama nyumba hii ikawa imejengwa juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona Yesu Kristo ambaye ni mwamba anashikilia mambo mawili. Kanisa limejengwa juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo, na kwa kila kona Yesu Kristo ndiye jiwe la pembeni, jiwe kuu la pembeni. Sasa yeye ndiye anashikanisha, anaifanya nyumba hii kuwa thabiti, anaifanya nyumba hii kuwa strong, nyumba ambayo haiwezi katingizika, kwa sababu Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni. Jina la Bwana lipewe sifa. Na inaendelea kumalizia na kusema nini? In him the whole building is joined together. Yani katika yeye Yesu Kristo, yeye aliye mwamba, katika yeye nyumba hii inaendelea kuunganishwa pamoja na inakuwa a holy temple in the Lord. Yani inakuwa hekalo ambalo ni takatifu kupitia nyinyi mlio mawe yaliyo uhai na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Nyumba hii inaunganishwa na inaweza kuwa nyumba iliyo thabiti, na inaweza kuwa nyumba iliyo thabiti na inakuwa hekalo ambalo ni takatifu katika Bwana. Na inamalizia na kusema nini? You two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Ya kwamba sisi nasi tunaunganishwa ili tuwe makao mazuri pa Mungu wetu. Makao mazuri ambao Mungu wetu anaishi katika roho. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, niliwaambia sisi ndiyo tunafanya nyumba hii kuwa na uhai. Sisi ndiyo tunafanya kuwe na uhai mahali hapa, maana sisi ni mawe yaliyo uhai katika jina la Yesu. Na hata Mungu wetu, kwa sababu anaishi ndani mwetu, sasa tukiingia hapa inakuwa Mungu wetu yu mahali hapa, kwa sababu yu ndani mwetu na Roho wa Bwana yu ndani mwetu, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Kwa hivyo tusisahau na tusikubali kusahau mahali mwamba uliotolewa kwa kuchongwa. Hata kana kwamba ni mambo magani utakubana nayo katika maisha yako, utakubana nayo katika safari yako, usisahau mahali ambapo umechongwa, mahali ambapo umetolewa kwa kuchongwa. Ningependa tuweze kumalizia na hii, maana hii tutaisoma, zingine nimeziguzia tu. Tumalizie na hii kwa sababu Mungu ambaye ni mwamba wetu ametuahidia mambo mazuri, na tumesikia mambo mazuri sana kutoka kwake. Na ili tusisahau kabisa, tusikubali kusahau mahali ambapo tumetolewa kwa kuchongwa, wacha pia tusikie ni ahadi gani hizi ambazo Mungu wetu ametuwekea, ili tunapokumbuka ahadi za Bwana, hakika nasi hatutakubali kusahau, kwa sababu kuna ahadi nyingi ambazo ametuandalia. Katika Isaya 46, Deacon Hospital tufungulia Isaya 46
mstari wa 3 hadi wa 10. Hiyo ndio tunamalizia nayo katika jina la Yesu. Isaiah 46 mstari wa 3 hadi wa 10. Kuna ahadi nyingi ambazo tumeahidiwa. Isaia 46 kuanzia 3 inasema, nisikilizeni mimi, nyumba ya Yakobo, ninyi nyote mliobaki wa nyumba ya Israeli, ninyi ambao nimewategemeza tangu mlipotungwa mimba, nami nimewabeba tangu kuzaliwa kwenu. 4 hata mpaka wakati wa uzee wenu na mvi, mimi ndiye nitakayewasaidia ninyi. Nimewahuluku nami nitawabeba, nitawasaidia ninyi na kuwaokoa. 5 mtanilinganisha na nani? Au mtanihesabu kuwa sawa na nani? Ni nani mtakayenifananisha naye ili tuweze kulinganishwa? 6 wengine humwaga dhahabu kutoka kwenye mifuko yao na kupima fedha kwenye mizani. Huajiri mfua dhahabu kutengeneza mungu, kisha huisujudia na kuiabudu. 7 huinua mabegani na kuichukua, huiweka mahali pake, hapo ndipo isimamapo, wala haiwezi kusogea kutoka mahali pale. Ingawa mtu huililia, haimjibu, haiwezi kumwokoa kwenye tabu zake. 8 kumbukeni hili, litieni akilini, liwekeni moyoni, enyi waasi. 9 kumbukeni mambo yaliyopita, yale ya zamani za kale. Mimi ndimi Mungu, wala hakuna mwingine. Mimi ndimi Mungu, wala hakuna mwingine aliye kama mimi. 10 ni mimi nitangazaye mwisho tangu mwanzo, naam, tangu zamani za kale. Mambo ambayo hayajatendeka ninayasema. Kusudi langu ndilo litakalosimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa na Bwana akubariki sana. Ningeomba ya kwamba hiyo verse, hizo verse ambazo tumeweza kusoma katika wakati wako wa kipekee, unaweza kaa chini usome na uweze kujiangalilia vizuri, uone ahadi ambazo Mungu wetu ametuahidia. Kwa sababu kama tulivyosikia pale mwanzo, yeye hata tusahau. Sisi twaweza msahau, lakini yeye hataweza kutusahau. Kidogo tu nikiguzia anasema, na wajua hata kabla hamjaumbika katika tumbo za mama zenu. Anasema niliwajua na nimekuwa pamoja nanyi. Na pia kuna ahadi anaendelea kusema, hata mtakapokuwa na mvi ama nywele zile nyeupe. Kumaanisha hata wakati ule atakuwa nasi, hata katika uzee wetu, hata katika ukongwe wetu, yeye anaendelea kuwa pamoja nasi. Yeye ni Mungu asikiaye, yeye ni Mungu anayeongea, yeye ni Mungu anayetembea. Tumepewa mfano na kusema ya kwamba wengine huchukua vitu zao za dhahabu, wanajitengenezea miungu na wanaiweka mahali pale. Lakini shida ya hii miungu, hata wakija mahali hapa na kulilia hii miungu, haiwezi kasikia. Pia Biblia imeendelea kusema hii miungu mahali ambapo imewekwa haiwezi toka mahali pale. Kwa hivyo inaishi na kudumu mahali pamoja tu, maana haiwezi katembea. Lakini sisi Mungu ambaye tunaongea kuhusu, tukimuongelesha na tusikia, hata ananena pamoja nasi. Yeye ni Mungu kila wakati, tukimuhitaji hapa anapatikana. Walio Mombasa wakimuhitaji wanamuona, walio Nairobi wakimuhitaji wanamuona, walio Nakuru wakimuhitaji wanamuona, walio Amerikani, walio
Australia wakimhitaji dakika hii yenye sisi nasi pia tunamhitaji, anapatikana, maana yeye ni Mungu aliye uhai, katika jina la Yesu. Anasema ya kwamba anajua mwisho wetu kama amekanyanga katika mwanzo. Tukiwa katika mwanzo, anajua mambo yetu ya kumalizia. Huyu ndiye Mungu ninayesema kuhusu, na ndiye ninasema ya kwamba tafadhali wapendwa, hata katika ugumu wetu, hata katika uzito katika maisha yetu, hata katika kutoshereka kwetu, hata katika ukosefu wetu, usikubali kusahau mahali tulipotolewa katika njia ya kuchongwa. Tumechongwa kutoka kwa mwamba ulio imara na thabiti, na ambao ni Yesu Kristo. Na tukijua hivyo, hatutatingizika hata yaje mambo aina gani, hata dhoruba za maisha zitupate, hatutatingizika, maana tumetengwa na tumechongwa kutoka kwa mwamba ulio imara, katika jina la Yesu Kristo. Naomba usimame kwa miguu yako, kwa sababu ni vema, katika jina la Yesu. Miguu yako katika jina la Kristo Yesu, ili tuweze kupata nafasi nzuri ya kuombea mioyo yetu na kuambia Bwana atusaidie, ili tusisahau hata dhoruba zikija, hatutasahau mahali ambapo tumetolewa kwa kuchongwa. Hatutasahau mwamba ambao tumejengwa juu yake, ambao ni mwamba ulio imara na thabiti, na ambao ni Yesu Kristo, katika jina la Kristo Yesu. Sijui kana kwamba si lazima tuimbe katika bio ili tuweze kuomba, kwa sababu tunaye Roho ndani mwetu. Tumesema sisi ni mawe yaliyo uhai, na tunafanyika kuwa uhai maana tuna Roho wa Bwana ndani mwetu, na tumejengwa kwenye msingi ulio imara. Hivyo ninaomba fungua kinywa chako na nipate wana praise and worship watupatie tu pabio iliyo very cool kidogo sana, iliyo fupi, lakini wengine tuendelee kufungua vinywa vyetu tukiomba Bwana katika jina la Kristo Yesu. Abia Bwana akusaidie, abia Bwana akusaidie katika jina la Kristo Yesu. Fungua kinywa chako mbele zake Bwana, abia Bwana akusaidie. Usisahau hata kana kwamba mambo yaweza kuwa magumu, hata yakiwa mazito, wewe hautasahau ya kwamba umechongwa na umetolewa kutoka kwa mwamba ulio imara na thabiti, katika jina la Kristo Yesu. Baba, ninakushukuru, ninakuinua mfalme wa mbinguni jioni ya leo, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako. You spoken unto us, O God, that we should not forget the stone from which we were hewn. In the mighty name of the Lord, I pray for my soul and my heart, O God, that you continue to help me, dear Lord, not to forget, Jehovah God, in the midst of the storms, my Father, even though I may face storms, even though I may face challenges, oh God, even though I may face challenges, King of all glory, in my life, Abba Father, help me, Jehovah God, in the mighty name of the Lord, that I should not forget the storm from which you are hewn, in the mighty name of the Lord, because it is a firm stone, it is a firm King of all glory, in the mighty name of Jesus. Help me, dear Lord, I pray. Help me, dear Lord, I pray, that I should not forget, Jehovah God, the stone from which I was hewn, in the mighty name of Jesus. Nisaidie Baba Mungu, nisisahau Bwana mabwana mahali nilipotolewa kwa kuchongwa, maana nimetolewa kwa mwamba ulio imara na thabiti, katika jina la Yesu. Na kama vile ambavyo umenena pamoja nasi ya kwamba mama aweza sahau na mtoto